Mwanamke wa namna hii hautakiwi kumuacha bro. Moja, anajivunia kuwa na wewe. Wapo wanawake wengi wameingia kwenye aina fulani za mahusiano ni kwa sababu wanataka kujistiri. Wapo wanaotaka wasionekane kwamba hawana kampani. Wapo wanaoshindana na wenzao kuonekana kuwa nao wanawenza. Lakini ikitokea mwanamke anajivunia kuwa na wewe, maana yake mbali na mahusiano anakuona wewe ni kitu cha thamani. Kwa hivyo mtu wa namna hii usisubutu kumuacha. Mwanamke wa aina ya pili, hajali sana kuhusu kipato chako. Ni nzuri mwanamke kuthamini mapato kwa sababu mwisho wa siku wewe ni baba wa familia anayoenda kuianzisha. Wewe ni nguzo, na vile vile Biblia au neno takatifu linatuambia pesa ni jawabu la mambo yote. Lakini mwanamke ambaye anathamini utu wako zaidi kuliko pesa, maana yake anayo nafasi ya kujua kwamba wewe ni kipaumbele na pesa ni kitu kinachotafutwa, na kitatafutwa sio tu kwa sababu ya maarifa na nguvu ulizonazo wewe mwanaume, zitatafutwa pia kwa sababu yeye ameumbwa awe msaidizi kwako. Kwa hiyo atashiriki katika kutoa mawazo, mara nyingine atashiriki katika hali, mara nyingine atashiriki katika mali, kuhakikisha kwamba mnafika hatua kubwa na nzuri ya kifedha. Mwanamke wa aina ya tatu ni yule ambaye ukimkwaza analia au anaonyesha machungu au anakunungunikia na kukupa lawama, kwa sababu inakupa picha kwamba jambo lililofanya sio jema na unahitaji kufanya matengenezo kuliko kusonga mbele wakati amebeba kinyongo. Aina ya mwanamke wa nne ambaye usimwache, anaona wivu. Kitendo cha kuona wivu maana yake ni mtu analinda mipaka yake na anaogopa kukupoteza. Kwa hivyo ni tabia ya nne ambayo sio ya kumuacha mwanamke wa namna hii. Tabia nyingine ni hali ya mwanamke kuwa na ujasiri wa kukukosoa pale unapokuwa umekosea, au ana uwezo wa kukushauri, isipokuwa atakushauri kwenye mazingira ambayo yanajenga heshima, mazingira ya faragha, badala ya kufanya hiyo mbele za watu, mbele ya watoto. Atatenga muda na atahakikisha ni muda ambao wote hamko kwenye hali ya kupaniki, na atakushauri kwamba kitu fulani nafikiri kinafaa kukienenda kwa mtindo 1 2 3. Tabia ya sita ni mwanamke anakuthamini. Kwa mfano, anaweza akawa ana uchungu na mavazi yako, ana uchungu na mazingira yako unayofanyia kazi au maandalizi yako ya kikazi. Anathamini. Uwezi ukatoka ndani ukiwa na hali ya kutokuwa smart, mchafu, haujapigiwa pasi vizuri na nini. Ataonyesha namna ya kukuthamini, lakini pia atajali kipindi ukiwa na machungu, atajali ukiwa na furaha, atajali unaowajali, kwa sababu unachokithamini na yeye pia atakipa thamani. Mara nyingine yupo radhi pia jasho lake au pesa yake ambayo haina uhusiano na ya kwako ikatumika pia kwenye mzunguko wa maisha yenu, kwa sababu anajua kwamba mnajenga kitu kimoja, mnajenga familia moja. Hiyo ni tabia ya 7 ya kukuthamini, kufikia kiwango anaweza akakupatia hata fedha zake, sio mara moja, sio mara mbili. Iwe ni tabia, kwa sababu pia na wewe unafanya hivyo kwake, mnajenga familia moja. Tabia ya 8, anakukumbatia kwa furaha unapofika nyumbani, hata kama sio hali yake ya miemko kuionyesha furaha, basi kuna namna ataonyesha kwamba kile kipindi ambacho haukuwepo kuna kitu kilipungua. Kwa hivyo uwepo wako utamuongeza hamasa kwa namna moja ama nyingine. Sio wote wanabashasha sana ya kukufanya akukumbatia, akukimbilia, akupokee kwa shangwe, lakini kuna namna ambazo utaona kwamba huyu amebadilika modi yake kutoka ameniona nimefika. Tabia ya 10, anakutania kwa ucheshi ili ufurahi. Matani yasiyovuka mipaka, matani yasiyoleta karaha, na matani yasiyovunja heshima kwa mmoja dhidi ya mwingine. Tabia ya 11, anapenda
kukulinda endapo kuna watu watataka wazungumze vibaya kuhusu wewe au watataka wapitilize kuvuka mipaka kukukosoa. Atasimama upande wako kwamba jamani, no, hii haipo hivyo kama mnavyowaza, hii iko 1 2 3. Atasimama upande wako kiujumla. Kwa hivyo hizi ni tabia ambazo mwanamke wa design hii ukiwa naye ni sio nzuri kumpoteza au kutake her for granted, kumchukulia poa. Kwa ushauri wa mambo kama haya, subscribe kwenye akaunti zetu, like, comment, share, na usisahau inaletwa hii kwa udhamini wa kutibia bawasiri. Utatupata kwa namba 0753 14 20 90, 0753 14 20 90. Kwa wasiojua bawasiri ni nini, ni ugonjwa wa kinyama kinachojitokeza kwenye njia ya haja kubwa, lakini sometimes inaweza isiwe ile ya nje ambayo inaonekana kwa mtindo huo nilioeleza, badala yake ikawa kwa ndani. Unaweza ukajua dalili kwa kujisaidia